Mheshimiwa Naibu Spika, jambo moja ambalo nawaomba Watanzania wote tuelewane, kama mbunge alivyosema, ni kweli tumefanya uwekezaji mkubwa sana kwenye stendi. Stendi kama hii hapa ya Ndugai ni uwekezaji mkubwa, ni fedha ambazo tungeweza kuzipeleka kwenye kujenga hospitali, kujenga mashule ama kupeleka huduma zingine, lakini tukawekeza kwenye stendi. Stendi ya Magufuli pale Dar es Salaam ni stendi kubwa ambayo imetumia mabilioni ya fedha. Fedha hizo tungeweza kuzipeleka kwenye shughuli zingine za maendeleo. Hivyo hivyo stendi ya Morogoro, stendi ya ziko mbili Mwanza na maeneo mengine. Nini tulichosema kama serikali? Tulisema kwa maeneo ambayo stendi zipo na mabasi yanaanzia hapo, mabasi yaende kwenye stendi, kwa sababu hizi stendi tumezijenga kwa ajili ya mabasi, lakini pia inatusaidia kama nchi kuwa na utaratibu, inatusaidia kama nchi masuala pia ya kiusalama. Magari, kila gari likianzia nyumbani, ili limeanzia kule, ili limeanzia kule, control ya masuala ya kiusalama huku tumeshasema mengine yasipite kwenye mizani, yanaweza yakabeba madawa ya kulevya yakapitiliza moja kwa moja kule yanakokwenda. Sasa tulichukua hatua za muda na tulisema tutakutana mambo yakishatengemaa. Naamini kule kwenye mikoa wameshaanza kukaa, niwaelekeze sectors zetu pamoja na mikoa yetu wakae waweke utaratibu ambao ni lazima stendi zitumike, na wakati huo huo tuendelee kuzingatia kutokuweka gharama ambazo zinaweza zikaepukika, ili tuweze kuwasaidia Watanzania wasipandishwe nauli na gharama zingine ambazo zinaweza zikaleta shida. Kwa Mheshimiwa Naibu Spika, niliwaelekeza wale wa Dar es Salaam wakae haraka nilipokuwa pale NIT kuangalia jambo linalohusiana na stendi ya Magufuli. Niliwaelekeza na nimeona mkuu wa mkoa ameshachukua hatua. Niliwaelekeza mikoa mingine wachukue hatua katika maeneo ambayo tuna stendi hizi kubwa, na nimezitaja tu baadhi, na yapo maeneo mengine ambako ujenzi wa mastendi makubwa unaendelea. Nadhani kama pale Moshi mjini pale kuna ujenzi mkubwa sana wa stendi ya magorofa na magorofa. Kwa hiyo haya uwekezaji wa aina hii hatuwezi tukaacha ukawa white elephants na fedha za walipa kodi hizo zikapotea. Lazima tutengeneze utaratibu ambapo stendi, Mheshimiwa Naibu Spika, stendi ni kama airport, ni kama station ya SGR. Tutakuwa na tunakoanzia, lakini lazima tuwe na station ambazo zitatumika. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, naendelea kusisitiza sekta pamoja na wadau wakae kuangalia, kufanya mapitio kwenye haya yote ambayo tuliyaelekeza, yakiwemo, na Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI yuko hapa, yakiwemo kama hivi ni kweli basi ambalo halishushi, na tulisema pasiwepo na kushusha abiria nje ya stendi wala kupakia abiria nje ya stendi. Kwa wale wa kupanda wapandie stendi na wale wa kushusha washushiwe stendi. Lakini kwa yule ambaye hashushi, tulisema hakuna ulazima wa kupita kwenye stendi za barabarani kwa ajili tu ya kwenda kulipa fees. Fees za aina hiyo zinakuwa faini, kwamba kwa kuwa umepita kwetu lazima ulipe. Tuliona hiyo inaweza ikaangaliwa ili kupunguza gharama. Lakini lile la stendi, niwaombe Watanzania, niwaombe waheshimiwa wabunge, niwaombe na wadau, huu ni uwekezaji wa fedha za walipa kodi. Lazima wote tuwe na huruma na fedha ya walipa kodi na matumizi yaliyokusudiwa yaweze kutumika.